Jum TV, furaha kiganjani. Na hiki kinachokwenda kutokea sasa hivi ni kitu cha kihistoria. Itakuwa kwa mara ya kwanza kwa legends kutoka Brazil kukanyaga kwenye ardhi hii ya Zanzibar. Sio jambo dogo, na ni jambo la kihistoria, na ni jambo ambalo linaweza kuishi kwa generation zetu zote. Hawa legends wasirudi tena kukanyaga hapa kwa ajili ya kucheza. Wanaweza kuja kwa sababu ya utalii baada ya kuona uzuri wa Zanzibar, lakini wanaweza kuja kwa sababu za uwekezaji baada ya kuona fursa za uwekezaji hapa Zanzibar. Lakini this tournament au hii mechi itakayokwenda kuchezwa uwanja wa Amani tarehe 27 mwezi wa 7 itakuwa ni tukio la kihistoria sana kwenye taifa hili la Zanzibar. Itakuwa ni tukio linaloleta watu wa michezo bora kabisa duniani. Ametajwa hapa Ronaldinho Gaucho. Nafikiri wote tunamfahamu, na sio tu kumfahamu, huyu ndiyo icon ya mpira wa dunia, sio mchezaji wa kawaida. Huyu ni Ballon d'Or winner wa 2005, mchezaji bora duniani wa mwaka 2005, anakanyaga Zanzibar. Mchezaji huyu historia yake ni kubwa sana, na vizazi vitatamani kumuona, na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inawaletea Ronaldinho Gaucho kwenye ardhi ya Zanzibar. Niseme tukio hili ni kubwa sana na linahitaji kupewa heshima yake, na heshima yake ni Watanzania kutoka kila upande wa taifa letu kuja Zanzibar hapa kwa ajili ya kushuhudia mchezo huo. Siku ya tarehe 27 itapigwa mechi kati ya legends wa Zanzibar. Naamini mheshimiwa, sidhani watakuwa legends wa Zanzibar peke yake. Nikwambie tu, Shafi Dauda ni mchezaji pia. Wakati na sisi tunacheza miaka hiyo iliyopita, Shafi tulikuwa tunapambana sana kwenye mashindano ya vyuo vikuu. He's a very good player. Shafi, wewe pia ni legendary. Maki una kitambi sasa hivi rafiki yangu. Kwa hivyo naamini kutakuwa kuna figa kutoka bara na kutoka visiwani watakaoweza kutengeneza timu moja. Na tumeona legend wetu, mzee wetu ambaye yuko hapa, naamini atahitaji kusaidiwa. Sasa hivi huwezi kukaba, sisi tutakusaidia kukaba, afu tutakupa pasi. Kwa hiyo tutatengeneza timu nzuri ambayo itakuwa inabeba bendera ya Tanzania kwa ujumla wake, na sisi tupate nafasi kama Watanzania tucheze against the best in the world, kina Gaucho na wenzake. Tumeambiwa tusiwataje wengine, lakini Gaucho anabeba hiyo image. Wako wengi sana ambao wamecheza kwenye level ya national team ya Brazil. Kwa hiyo Shafi, tuanze mazoezi rafiki yangu. Baada ya kusema hayo, tukio hili sio tu la kimpira, ni tukio linalokwenda beyond 90 minutes. Tumeona presentation nzuri inayoonyesha fursa za kiuwekezaji. Tumeona kwenye presentation kuna fursa za utalii, lakini pia naamini vijana hawawezi kutoka huko wanapotoka wakaja kuangalia dakika 90 peke yake. Kutakuwa kuna matamasha ya muziki mbalimbali yatakayofanya watu waweze kuvutiwa na watumie muda wao vizuri. Wafuatiliaji wanasema kuna mchezo maalum ule kutoka Brazil unaitwa samba. Utapatikana Zanzibar. Ile samba ile baada ya dakika 90 wakitupiga samba kina Gaucho, na sisi tutawapiga samba nje ya dakika 90. Kwa hiyo tupatikane.
tutoke Dar es Salaam, tutoke Dodoma, tutoke kila upande wa Tanzania bara, tutoke Kenya, tutoke Mombasa, tutoke Kampala, tutoke Rwanda, na naamini kwa coverage hii ambayo tunataka kuianza leo, taarifa zitafika all over East Africa, na naamini kuna watu watatoka pande mbalimbali kwa ajili ya kushiriki tukio hili. Tunataka wiki hiyo ya heka heka Zanzibar kweli iwe na heka heka. Tusifanye kuwa tu ni tukio la dakika 90, baada ya hapo mpira umekwisha, watu wanaondoka. Tuifanye iwe beyond 90 minutes. Na tukio hili litakuwa hivyo. Kwa hiyo nitoe rai yangu kwa Watanzania kwa ujumla na nchi jirani, tuje tushiriki kwenye tukio hili. Ni tukio lenye furaha, lakini litaenda kuiamsha culture ya Zanzibar. Tutatoa fursa kwa wenzetu kujifunza kutoka kwetu, wajue tuna nini, tuwape ukarimu wetu ili warudi tena kesho na kesho kutwa kwenye fursa mbalimbali. Kwa ndugu wageni waalikwa, Young Africans pia itaitumia hiyo nafasi kwa ajili ya kufanya promotion, na tutatoa baadhi ya wachezaji wetu kuja kushiriki kwenye Legends ya katika mchezo huo. Na sisi pia tutatumia fursa hiyo kutengeneza mahusiano na vilabu ambavyo vinatoka Brazil. Kwa hiyo itakuwa win-win situation. Rais wa klabu yetu amezungumza mengi hapa. Namna gani klabu yetu ya Yanga itashiriki kwanza kwenye kuhamasisha na kufanya awareness kubwa, watu waweze kuelewa kwa ukubwa tukio la mchezo huu wa kihistoria ambao utafanyika hapa Zanzibar. Sasa jukumu la promotion lipo kwangu, na wakati nimeketi pale nikawa nawaza ni tukio gani tulifanye ili nchi tikisike, hii ijue kwamba kuna match of the legend itapigwa hapa Zanzibar mwezi wa 7. Sasa katika kufikiria kwa haraka haraka, mwezi wa 7 tayari usajili utakuwa umeshafunguliwa wachezaji, na bahati mbaya mimi friji langu lina shida kidogo, sio bovu. Ikimpendeza rais wa Yanga, maana upo naye karibu hapa, yule kiungo wetu mpya tutakayemsajili, basi atambulishwe na Ronaldinho hapa hapa Zanzibar. Yule kiungo wetu mpya tutakayemsajili, natumia future, tuliyemsajili atambulishwe na Ronaldinho hapa hapa Zanzibar. Sasa hii chemba ni chemba ya kukubaliana, huenda jibu tukalipata leo. Acha makamu na rais wajadiliane, alafu watogea majibu kwa mheshimiwa waziri. Kama limepita, basi inshallah mwezi wa 7 moja katika zile activation ni Ronaldinho Gaucho kumtambulisha Gaucho mwingine atakayecheza Yanga msimu ujao.